Wapenzi watazamaji na wasalimu mahali popote mlipo, hujambo. Asante sana kwa support ambayo mnaendelea kunipa. Hujambo na karibu kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu ya siku ya leo kwenye zile taarifa ambazo zinaendelea kutrend. Where is Hiram Kimathi? Hiram Kimathi mtazamaji wangu yuko wapi? Patrick Osoi yuko wapi? Pamoja na Cop Shakur wako wapi? Ni taarifa na ripoti ambazo sasa hivi Wakenya wameanza kujiulizia hawa watu baada ya kukamatwa na serikali ya William Samoei Ruto waliweza kupelekwa wapi. Na zaidi ya yote, leo hii tangazo limeweza kutolewa ya kwamba iwapo serikali haitaenda kutangaza na kutoa ripoti kamili kuhusiana na vijana hawa watatu ambao they are the three cops ambao waliamua kuform a group called the FBI regime ambalo lina fight the impunity and the brutality of President William Samoei Ruto, wenda wakaanza maandamano yao moja kwa moja, a 1 million march whereby they are going to mobilize the youths and the Gen Zs in the Republic of Kenya, wanzie Nairobi CBD na kuelekea ikulu ya Rais William Samoei Ruto ya State House ili kuhakikisha kwamba those three cops are released. Hujambo na karibu nikufahamishe yale ambayo yanazidi kujiri katika taifa la 254, na kuomba uchukue sekunde zako mbili ukalike, kucomment na kikubwa zaidi ukaweze kusubscribe, na hiyo ndio support utakuwa umenipa mtazamaji wangu. Sasa hivi taarifa ambazo zinaendelea kusaga kwenye mitandao ya kijamii, Cop Shakur, Hiram Kimathi pamoja na Patrick Osoi wameonekana kukosekana baada ya serikali ya Rais William Samoei Ruto kuweza kuwakamata chini ya ulinzi mkali wa makachero wa DCI. And the question is, mbona serikali haijaweza kuachilia? And the reason being is because they have formed the impunity and brutality regime ambayo inaenda kuchunguza serikali ya Rais William Samoei Ruto kuhusiana na kile ambacho viongozi hawa watatu ama maafisa hawa watatu wa polisi waliweza kutangaza ya kwamba they have been forced to ensure that they shoot and kill. Ladies and gentlemen, sasa hivi ndio nimeanza kuamini ya kwamba wale maafisa wa polisi ambao wanafanya katika vitengo mbalimbali, wherever they go and they shoot and kill, wherever they do anything, they are given a command. Katika maandamano ya hivi majuzi ama ya miezi michache iliyopita, hatujawahi shuhudia maandamano katika taifa hili la Kenya without a shotgun, a targeted audience, a targeted Gen Z ambaye ameweza kuwa shoot and killed, and the government is doing anything. The government is doing nothing. Whereby baada ya mambo kama haya kutokea, serikali mara nyingi imeweza kutokea na kusema ya kwamba those who were involved in the shoot, wale maafisa ambao waliweza kuwa involved in those cases, they are going to be held responsible and arrested. Na haya ni mambo ambayo mtazamaji wangu hata wewe mwenyewe umekuwa ukiyatazama na kuyaona kwenye runinga na kwenye mikutano ya rais pamoja na the Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen. Mtazamaji wangu, hebu niseme hivi, kumbe matamshi haya na mambo haya yamekuwa like the cover, the undercover, ambapo serikali inaonekana kutumia matamshi haya kuwazubaisha Wakenya, kuwadanganya Wakenya, kuwalagai Wakenya na kuwaada kwa kila jambo. In the real sense, the government is the one sponsoring these officers, and that is why katika mahakama ya hapa nchini Kenya kuna kijana mmoja kutoka eneo la Mlima Kenya aliyekuwa anauza barakoa katika mitaa ya Nairobi CBD wakati wa maandamano walipokuwa anauzia wale vijana wa Gen Z waliokuwa wakiandamana. He was shot and killed. Na baada ya yule afisa kukamatwa, aliweza kukataa mbele ya mahakama ya kwamba he was not involved in that incident. Licha ya kamera zote, Wakenya wote, mataifa yote na hata footage za CCTV zikionyesha yeye ndiye aliweza kushoot yule kijana. Hebu niseme hivi, the government is now trying to intimidate and silence those people who are trying to oppose the government. Sasa hivi iwapo unaendelea kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Patrick Osoi, Hiram Kimathi na Cop Shakur, they are not seen anywhere. They have been silenced. My question is, ni nini kingekuwa kimetokea hadi leo hii iwapo hawangekuwa wamekamatwa? They could have exposed the government in a very huge diameter
And we could have known everything that is happening behind the scenes, behind the darkness in the government regime led by President William Samoei Ruto. Ladies and gentlemen, the government imeamua kuwakamata na zaidi ya yote kuendelea kuwazuilia. Remember these 3 coups. Even the family members have not been allowed to access them, whereby kutokana na matamshi yao na kusema ya kwamba they are investigating the government na wataenda kufanya uchunguzi kuhusiana the impunity and the brutality and the killings in the Republic of Kenya, they were going to investigate and produce a documented report that is going to be used as an evidence. And the question remains to the government, where are they going to take these documents? Meaning they are in link with the opposition, whereby this information, mtazamaji wangu, it might be very important baada ya opposition kutangaza ya kwamba they are going to report President William Samoei Ruto in the ICC court in Netherlands, whereby President William Samoei Ruto is going to be held responsible. And therefore, mtazamaji wangu, that is why the government imeamua kuwa silence. Na sasa hivi kutokana na ripoti tulizo nazo, these people are missing. And if they are present and there, ni kwa nini serikali, ni kwa nini maafisa wa polisi, ni kwa nini DCI wanaonekana kuwaficha? They don't want them to be seen by their family. They don't want to be interacting with anyone. Kwa sababu mtu akiwa katika ile custody ama akiwa amefungiwa, familia pamoja na marafiki wana uhuru wa kwenda na kumsalimia na kumuona, but the government has sealed this and they don't want to be accessed, meaning they have something behind that is very secretive that they don't want to be exposed. Mtazamaji wangu, tuliweza kushuhudia one of the bloggers ambaye amekuwa pia akishtumu serikali, akikosoa serikali, ambaye pia alikuwa ni mwalimu anatoka katika kaunti ya Homa Bay, anajulikana kama Albert Ojwang. Baada ya serikali kutoa amri, aliweza kukamatwa, na zaidi ya yote that command that was given that he must be killed, dealt with and ensured that amemalizwa na kukandamizwa iliweza kutekelezwa. Na zaidi ya yote, serikali iliweza kuunda a script, a very good documented script that Albert Ojwang was or he killed himself, ama aliweza kujigongelea katika kuta za cell, na that is why he died in a really normal situation. Can a normal human being jigongelesha kwa wall na akaweze kufariki? No. And that is why we are seeing so many dramas in the Republic of Kenya. Right now, vijana wameamua ya kwamba as from next week, if the government is not going to expose and tell them where those 3 KDF officers are, they are going to demonstrate and ensure they storm State House. Mtazamaji wangu, they need to be freed because what they are doing is right and conscious. They are conscious, normal and accurate. Because what they are trying to say is indeed what is going currently in the Republic of Kenya, of which is supposed to be solved and dealt with an immediate effect. Mtazamaji wangu, maoni yako na wazo lako ni lipi kuhusiana na masuala haya? Hebu toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section. Thank you for watching this video. I will be back with more episodes and videos. Continue subscribing and thank you for watching this video.